Moja ya tukio ambalo limezungumzwa sana wiki hii ni kwenye mchezo wa Mtibwa Sugar dhidi ya Dar es Salaam Africans, ambapo kwa upande wa Yanga tuliweza kuona wakisare kwa kufungana goli 1-1, lakini goli la mwishoni lilileta sintofahamu baada ya golikipa Djigui Diarra yeye kwa upande wake kuamini kwamba alisukumwa na mchezaji wa Mtibwa Sugar na ilipaswa kuwa foul, jambo ambalo kwa upande wa mwamuzi hakuweza kufanya hivyo. Sasa tukaona namna ambavyo kwa upande wa Djigui Diarra akiweza kumsogelea mwamuzi na kuzungumza naye maneno mengi huku akimnyoshea vidole. Matukio kadha wa kadha yaliweza kujitokeza. Sasa baada ya matukio yale kuona kama hivi kwa upande wa Djigui Diarra kushindwa kujizuia, sasa kupitia kwenye upande wa kamati ya masaa 72 tayari wametoa taarifa hii nzito, ambapo wengi huenda wakaenda kushangaa, lakini ndio hivyo mambo yalivyo. Sasa kutokana na tukio hilo tayari kamati ya masaa 72 kama ambavyo nimeweza kueleza, lakini kabla sijakupatia taarifa hii nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicha Rito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Ni taarifa inayotikisa sana ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans, ambapo kipa namba 1 wa klabu hiyo Djigui Diarra amekumbwa na adhabu nzito kufuatia tukio la utovu wa nidhamu lililotokea katika mchezo wa hivi karibuni ambao ulikuwa ni dhidi ya Mtibwa Sugar. Kwa mujibu wa taarifa za uhakika kutoka vyanzo vya ndani, kamati ya maadili inasema kwamba kamati ya masaa 72 imefikia uamuzi wa kumfungia Djigui Diarra jumla michezo 5 pamoja na kumtoza faini ya shilingi milioni 2 baada ya kupatikana na hatia ya kufanya vitendo vinavyokiuka maadili ya soka. Inaelezwa kuwa chanzo kikuu cha adhabu hiyo ni tukio ambapo Diarra alionekana kumfuata mwamuzi baada ya mchezo kumalizika na kumtolea maneno makali yasiyofaa. Mbali na hilo, pia anadaiwa kuonesha ishara ya kidole cha kati kwa baadhi ya mashabiki, kitendo ambacho kinachukuliwa kuwa ni cha uchochezi na kukosa heshima kwa hadhira. Kwa mujibu wa kanuni za udhibiti wa wachezaji chini ya mamlaka ya shirikisho la soka la Tanzania TFF, mchezaji haruhusiwi kabisa kumdhalilisha mwamuzi kwa maneno au vitendo, wala kufanya ishara chafu au uchochezi kwa mashabiki. Kanuni hizo zinazosisitiza kuwa nidhamu ni sehemu muhimu ya mchezo wa soka na yeyote anayekiuka anaweza kuchukuliwa hatua kali, ikiwemo kufungiwa au kutozwa faini. Taarifa zinaeleza kuwa barua rasmi ya adhabu hiyo tayari imeandaliwa na kuwasilishwa kwa uongozi wa klabu ya Yanga, na viongozi wa klabu hiyo tayari wameshaipokea. Hata hivyo, hadi sasa bado haijatolewa hadharani kupitia bodi ya ligi, jambo linaloacha mashabiki wengi wakisubiri kwa hamu kuona tangazo rasmi likitolewa. Ndani ya Yanga tukio hilo linaonekana kuwa pigo kubwa sana, hasa ukizingatia umuhimu wa Djigui Diarra katika kikosi hicho. Tunafahamu amekuwa ni nguzo muhimu katika safu ya ulinzi, akitoa mchango mkubwa katika mechi nyingi muhimu. Kukosekana kwake kwa mechi hizo 5 mfululizo kunaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uimara wa timu hiyo, hasa katika kipindi hiki ambacho ushindani wa ligi umeongezeka. Viongozi wa klabu wanataja kuanza kufanya tathmini ya kina kuhusu hatua zinazofuata, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kukata rufaa kupinga adhabu hiyo ama kuamua kuikubali, kupanga namna ya kuziba pengo lake katika mechi zijazo. Mashabiki wa upande wa klabu ya Yanga nao wameanza kutoa maoni tofauti, baadhi wakiona adhabu hiyo ni kali kupita kiasi, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa mchezaji huyo. Kwa sasa macho na masikio ya wadau wa soka yameelekezwa kwa bodi ya ligi kusubiri taarifa kwa umma, jambo ambalo litawekwa hadharani hivi siku za karibuni ama hata siku ya hii leo. Endapo itathibitishwa, basi Yanga italazimika kuingia katika michezo ijayo bila kipa wao, jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa mipango ya benchi la ufundi. Hii ni kumbusho kubwa kwa wachezaji wote kwamba licha ya pressure mchezo, nidhamu bado ni jambo la msingi sana katika soka la kisasa. Djigui Diarra anakwenda kukosekana kwa michezo 5. Je, upande wako unadhani Yanga wataathirika kivipi? Toa maoni yako nami nitapitia. Shukran.